Mheshimiwa Latifa Juakali. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo, lakini pia nishukuru sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan, lakini pia nishukuru sana chama changu chama cha CCM wilaya ya Kalambo na viongozi wote wa chama CCM mkoa, lakini bila kuwasahau wananchi wangu wa wilaya ya Kalambo ambao walinipa kura za kutosha ili niweze kuwakilisha katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake makubwa kwa kuunda Wizara ya Vijana kwa ajili kuwakilisha vijana, na hasa kwa kumpata Mheshimiwa Waziri kijana ambaye ana maono makubwa kwa ajili ya kuwakilisha vijana katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najielekeza kwenye mikopo. Mheshimiwa Rais amekuwa na maono makubwa kuhakikisha na kuamua vijana kiuchumi, na hususan ukiangalia ni vijana wengi ambao ni 76% katika taifa letu. Takwimu zinaonyesha vijana kuanzia vijana wanaohitimu elimu ya vyuo vikuu ni kati ya vijana 500,000 mpaka 600,000 kwa mwaka. Tathmini katika miaka 5 mpaka miaka 10 tutakuwa na vijana karibu 7,000 mpaka 8,000 ambao watakuwa wamehitimu elimu mbalimbali katika vyuo vyetu. Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia hilo na kwa kuwa na maono makubwa akaweka mpango wa kuweza kuunda Wizara ya Vijana, lakini kuweka fedha kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linatakiwa kuungwa kwa nguvu zote kwa maono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi ni shauri hizi fedha bilioni 200 zimegawika katika wizara za kisekta. Wazo langu mimi ninashauri serikali fedha hizi zirudi katika Wizara ya Vijana ili vijana wao wanajua kwamba sisi fedha zetu ziko katika Wizara ya Vijana. Zimeenda kilimo, zimeenda uvuvi, zimeenda ustawi wa maendeleo, zirudi vijana ili Mheshimiwa Waziri awe anazisimamia mwenyewe. Sasa kama vijana wanaenda huko wanawaambia rudi huku, hii haitaweza kuwasaidia. Lakini waombe serikali, Mheshimiwa Waziri, mimi na imani sana na Mheshimiwa Nauka, hawa vijana wana shida ya kuwa matajiri, na Mheshimiwa Rais ndoto yake ni kutengeneza vijana wengi kwa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Kanoni, kuna taarifa. Nilikuwa naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Kanoni kwamba hata hizi wizara mbili zilipotoa matangazo kwa vijana ya mikopo, Wizara ya Vijana walisema kijana aje na andiko lisilozidi kurasa 5. Alafu Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikasema kijana aje na andiko lisilozidi kurasa 2. Kwa hiyo utaona hata wizara hizi zinapokuwa nyingi zinawachanganya vijana. Kwa hiyo anachosema ni sahihi. Mheshimiwa Kanoni, unaipokea taarifa? Naipokea taarifa kwa mikono miwili Mheshimiwa Mwenyekiti. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mheshimiwa Rais ana malengo makubwa juu ya vijana wetu, na sisi kama wabunge tunahitaji kuona vijana wanafanikiwa, na vijana wewe tayari kupokea mkopo Mheshimiwa Rais, kwa sababu hakuna mtu anayependa umaskini. Kama vijana wanamaliza vyuo vikuu alafu wanabaki, sisi mimi mwenyewe ni mzazi naangalia, kama Mheshimiwa Rais anajua kutoa fedha kwa ajili ya kuinua vijana kiuchumi, serikali sisita kutoa fedha kwa ajili ya kwenda kwa vijana. Vijana wanafuata hivi fedha kwenda kukopa, lakini masharti yanakuwa ni mengi. Tangazo la serikali linasema Mheshimiwa Rais ametoa fedha kuwawezesha vijana kiuchumi. Wakienda benki wanakuta kuna masharti. Unamwambia kijana aliyetoka chuo kikuu aonyeshe biashara, ataonyesha biashara gani ambayo ameanzisha? Sasa hii inasababisha hizi fedha kukwama na hazitoki kama tunavyokusudia. Sasa kama zinabaki benki, zinabaki kwa manufaa ya nani? Sheria zibadilishwe, usimamizi ubadilishwe, masharti yapungue. Kama ni zamana, wabunge tupo, madiwani wapo, wenye viti wa serikali wapo, wa vitongoji wapo, masharti yawe nafuu, wakopeshwe vijana ili waweze kunufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natokea Kalambo. Vijana zaidi ya 1,500 hawana kazi, lakini wana imani kubwa sana na Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba hizi fedha zitawafikia na wao watanufaika kiuchumi.
lakini wanalalamika, wakienda sekta ya benki wanakuta kuna masharti, fedha wanaomba mpaka miezi mitatu, wanakata tamaa. Masharti yabadilishwe. Tunahitaji kutengeneza vijana wa dira ya miaka 25. Tunawatengeneza vipi kama hatuwezi kuwapa fursa za fedha? Wape imani hawa vijana uwezo wa kufanya kazi wanao. Imani tuwape, kwa serikali wape imani, kusiwe na mashaka, kusiwe na kigugumizi kuwapa pesa. Watafanya mageuzi makubwa sana. Kama tuna lengo la miaka 5, miaka 2025, hatuwezi kwenda bila hawa vijana. Uchumi wa nchi, uchumi wa dunia unaendeshwa na sekta binafsi. Sasa kama ni sekta binafsi, alafu mikopo inatoka kwa kusuasua, unategemea kitu gani kitatokea? Lakini Mheshimiwa Waziri wa Wizara, mimi mashaka sina. Mheshimiwa Waziri Nanauka, simamia na sisi kama wabunge tupaze sauti, hizi fedha zirudi katika Wizara ya Vijana ili waweze kuzisimamia wao wenyewe. Mimi natoka ukanda wa kule Ziwa Tanganyika. Wale vijana wavuvi unamwambia weke dhamana, naweka dhamana gani? Wale vijana wengine ambao hawana shughuli wako mtaani, ataweka dhamana gani? Kwa serikali namna ya kupunguza masharti ili vijana waweze kunufaika, na wako hapa wanasikiliza tunapowasilisha hoja zao. Wanakopa mikopo, wanajaza mikopo vijana labda 100 au 50, wanapata watu wachache kwa sababu ya masharti. Lakini masharti yapungue. Hata hivyo vikundi ambavyo unasema Mheshimiwa Mwenyekiti, vikundi hivi ambavyo vina masharti ya kuunda vikundi, sio lazima. Ingewezekana kama kuna utaratibu, sheria zibadilishwe, aweze kukupa mtu mmoja, kwa sababu kuna watu wanaingia kwenye vikundi na hawataki na hawana sifa. Sasa analazimika kuingia kwenye kikundi, anakopa pesa na marejesho mwishoni yanakuwa ni ya shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Nimtaje Mheshimiwa Latifa Juakali.